Bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Biomedia? Karibu tuangazie makubwa kabisa ya habari ambayo yameweza kujitokeza katika ulimwengu wa burudani, si ndio? Bana, wanakuambia Diamond Platnumz alijua kumbe Hamisa Mobeto angemsujudia kama ilivyo kwa Zuchu sasa hivi. Mashabiki wampongeza bidada Hamisa kwa kumpotezea mazima bwana mkubwa Diamond Platnumz. Hapa leo tunadondokea kwa Hamisa Mobeto, mwanamitindo lakini pia mfanyabiashara. Huyu ni maarufu kweli kutoka nchini Tanzania, anaendelea kuwa gumzo mitandaoni. Ni kutokana na mafanikio yake binafsi, lakini pia anaendelea kuwa mmoja wa wanawake wachache ambao waliwahi kuwa karibu na msanii Diamond Platnumz, lakini wakajitenga naye bila kurudi nyuma mapema sana. Na kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya mitandao ya kijamii, unaambiwa inaelezwa kwamba Hamisa anaweza kuwa mmoja ya wanawake ambao waliumizwa kichwa sana na Diamond Platnumz na familia yake kwa ujumla. Si kwa migogoro ya wazi, bali kwa namna tu alivyoweza kujitegemea na kufanikisha ndoto zake bila kumtegemea msanii huyo ngole. Unajua Diamond Platnumz anamiliki hela nyingi, so walitarajia pengine bidada angenyenyekea na kutaka chochote kitu kutoka kwao. Lakini tofauti na inavyoelezeka sasa kwa wanawake wengi ambao waliwahi kuwa na uhusiano na Diamond, Hamisa hakuwahi kuonyesha mahitaji au kujikomba kwake hata baada ya kuzaa naye mtoto. Sasa hilo limeelezwa kuwa moja ya sababu kubwa sana na ya sintofahamu ya uhusiano wao, kwani Diamond bwana alitarajia kuwa Hamisa ataendelea kumfuata kwa msaada ile kuomba jambo ambalo alikotokea kama ambavyo alidhania. Hamisa pia aliweza kutumia umaarufu wake na jina lake kuweza kufanikisha malengo ya muda mrefu aliyokuwa nayo, akijikita kwenye biashara, matangazo, mitindo, na leo hii tunaona anaaminika kuwa miongoni mwa mastaa wa kike wenye ushawishi mkubwa zaidi biashara nchini Tanzania, akiwa na mikataba mikubwa sana na makampuni makubwa ya kibiashara na makampuni ya kimataifa pia kama vile Tigo na mengineyo kibao ambao wanafanya nayo kazi. Ujio wake kimtindo na kibiashara umeweza kumweka Hamisa kwenye ramani ya mafanikio, akitajwa mara kwa mara kuwa mfano wa kuigwa kwa wanawake ambao waliwahi kupitia mahusiano magumu, lakini wakaibuka na nguvu mpya ambayo kila mtu alishangaa imetoka wapi. Lakini pia anaendeleza kukuza chapa yake binafsi bila msaada wa Diamond Platnumz, hali ambayo pia imeongeza heshima na mvuto wake sokoni kiukweli. Hamisa Mobeto sasa anatambulika si kama tu mzazi mwenza wa msanii maarufu, bali kama mwanamke jasiri ambaye alibadilisha simulizi lake na kuandika historia mpya ya mafanikio kwa bidii, akili na uthubutu wake. Ile kujikomba kupigwa matukio, kuvumilia ile kujiposti kuja hapana. Yeye alisimama na msimamo wake, akijitegemea na fedha zake binafsi na kuendesha maisha yake. Tofauti na ilivyo kwa msanii Zuchu right now. Anaonekana kujikomba kulazimisha mahusiano na mambo kama hayo, hali ambayo pia inapelekea wanawake wengi kumwambia anawaibisha na mambo kama hayo. Unampongeza maua gani bibi ya Hamisa Mobeto kwa ujasiri wake? Unalipi la kuzungumza naye? Unaandika moja kwa moja kupitia maoni, kupitia comment section. Mimi nitapitia next video. Wakati mwema mtazamaji, usiache kusubscribe, kushare, kulike, kucomment. Till next time.